Naam, wapendwa, katika tena masaa haya nawakaribisha katika topic nyingine. Hii topic title inasema The Temple Without the High Priest, hekalu ambalo halina kuhani mkuu. Hekalu ilikuwa na kuhani. Ile hekalu ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa mikono ya wanadamu, ambayo ilikuwa ni kivuli cha hekalu halisi ya mbinguni. Sasa tunaweza kuona ya kwamba Yesu akiwa hapa duniani, jinsi ambavyo baba yake alivyomtuma, alimtuma ili aweze kuja, ili aweze kuokoa mwanadamu, kuweza kurudisha ule uhusiano uliopo kati ya mwanadamu pamoja na Mungu, ili aweze kumrejesha mwanadamu kwa muumba wake. Ndio maandiko inasema kwamba Adamu wa kwanza alikuwa ni roho wa kufa, Adamu wa pili ni roho itiayo nguvu, naye ni Kristo. Sasa wote waliopokea mwana wa Mungu walipewa uwezo, wakafanyika wakawa wana wa Mungu. Wale ambao waliotangulia kwanza, walioitwa kwanza, ikiwa ni Israeli ya zamani, iliweza kupewa nafasi ili waweze kufahamisha ulimwengu, waweze kumjua Mungu, waweze kumrejea Mungu ambaye ni muumbaji. Lakini Israeli ya zamani nayo ikafika ya kwamba haikuweza kukamilisha kazi ambayo ilikuwa imepewa kuifanya. Katika awamu nyingine tena Mungu anasema hivi, wakati Israeli ya zamani ilipoasi, naye Mungu akasema ya kwamba nami nilikusanyia watu mimi mwenyewe katika kila kabila, kila jamaa, kila lugha. Lakini unaposoma katika kitabu cha Timotheo, yeye alionyeshwa ya kwamba wale ambao waliokuwa wamechaguliwa, ambao ili waweze kufanya kazi kama ile Israeli ya zamani, kuelekeza watu njia ya kuweza kumjua Mungu na kukaa kulingana na mapenzi yake, waliweza ya kwamba kupotoka nao pia kama Israeli ya zamani. Sasa kitabu cha Timotheo wa kwanza fungu la 4 mstari wa kwanza inasema hivi, 1 Timothy 4:1 inasema, Now the Spirit spake expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Ya kwamba siku za mwisho, wale ambao wamechaguliwa katika hizo siku za mwisho, ambao wamechaguliwa, ambao wanafanya kazi ambayo ni ya mwisho ili kufunga historia ya dunia, ya kwamba some will depart from the faith. Not all, but some will depart from the faith. How? Giving heed to seducing spirit and doctrines of devils, kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Sasa ukichuuliza kwamba ni wapi shida ilipoanzia ndio mwanadamu aweze kuanguka, ilitokana na mambo ya ibada, worship. Satan aliweza kuattack worship. Wakati Shetani aliweza kufanya vita na mambo ya kuabudu mbinguni katika hekalu la mbinguni, na akaweza kufukuzwa pale na 1/3 of the angels kuja hapa duniani.
Sasa ile vita ambayo shetani aliyoanzisha na akafukuzwa kuja hapa duniani, bado hiyo ndio vita anapigana ili kuweza kuangusha pia wanadamu, maana alikuwa ashawanguza 1/3 of the angels. Satan deceived 1/3 of the angels of God, wakaweza kufukuzwa kuja hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu ya issue of worship, because of the issue of worship. Do you know what happened? Lucifer was the third. Next to the Son of God was Lucifer. Lucifer was not God. Lucifer was an angel of God. Lucifer akaweza kufanya nini? Akaweza kuwadanganya malaika. Anawauliza hivi, is Angel Michael the son of God? And they said, yes, Angel Michael is the son of God, and angels are sons of God through creation. And then Lucifer asked the angels, is Angel Michael the son of God? He says, yes, Angel Michael is the son of God. And if Angel Michael is the son of God and we are sons of God, what is the difference? Akaweza kufanya nini? Akaweza kumstumu Mungu kwa sababu ya kwamba ni upendeleo. Kwa nini anapendelea mwana? Yaani anapendelea Mikaeli. Yesu akiwa mbinguni alikuwa anaitwa Mikaeli. Akaweza kuendelea na hiyo vita na akaweza kufukuzwa mbinguni. Na hivyo shetani hata leo anaendelea kupigana vita ili kuweza akuangushe wewe kuhusu mambo ya worship. Una worship vizuri, lakini una worship kitu ambacho, unaabudu kitu ambacho sio Mungu, kitu ambacho hakifai kuabudiwa. You are worshiping idols katika nafasi ya Mungu na mtoto wake. Unaona? Sasa Timotheo 4, yaani ya kwanza mstari wa 4 ndio inasema kwamba Roho anena wazi ya kwamba wengine watajitenga na imani kwa kusifuata roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. So there are some who will remain in the faith and there are some who will depart from the faith. So it's upon you to know where you are. Have you departed from the faith, or you are in the faith? The faith of Jesus Christ is a spirit of prophecy. Have you seen? Now, Revelation 16:13 says, and I saw 3 unclean spirits like frogs came out of the mouth of the dragon, and out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophets. Kisha nikaona roho 3 za uchafu zilikuwa zinafanana na viura, moja ikitoka katika kinywa cha choka, ingine katika kinywa cha mnyama, na ingine kutoka katika kinywa cha yule nabii wa uongo. Hizo ndizo roho za mashetani, roho 3 za uchafu, 3 unclean spirits. Hizo ndizo roho za mashetani. Why 3? Why 3 spirits? Tuliweza kuona ya kwamba when you read John 4:24 says God is a spirit. 2 Corinthians 3:17 says, and the Lord is that spirit. So the spirit of God and the spirit of the Son of God is one spirit. John 10:30 says, I and my Father are one spirit. But here are some people who believe that there are 3 gods in one. They call the Trinity worship.
they worship three in one. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. My dear brothers and sisters, 1 plus 1 plus 1 is equals how many? 3. Ama tumesoma sana mpaka hesabu imetushinda ya kuongeza. Wanasema hivi, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni Mungu mmoja. Angalia jinsi ambavyo wanaabudu three spirits, which the Bible says unclean spirits, and it then says the spirit of devils. Let's assume that the Father is a spirit, that's the way they say. The Father is a spirit. First, John 4:24. God the Father is a spirit. 2 Corinthians 3:17. It's talking about Jesus Christ. He says, and the Lord is that spirit. Let's assume that the Son of God is another spirit. And the third one, which you say the third person in the Godhead, is also a spirit. Can't you see that you are creating three unclean spirits, which are the spirit of devils? Hivi ndivyo fundisho la Utatu linapofundisha. Tunasoma kuhusu hiyo kwa sababu we are talking about the serious matter about worship. It is a matter between life and death. Sio kitu ambacho tunapembelezana hapa na pale. Wacha tuweke kulingana na jinsi Biblia inavyoweka, kulingana na vile Yesu anavyosema, kulingana na vile mitume wanavyosema, kulingana na vile manabii walisema. Walikuwa wanajua Mungu ni nani? Mitume walikuwa wanajua mwana wa Mungu ni nani? Manabii walikuwa wanajua Mungu ni nani na mwana wa Mungu ni nani? Sasa katika wakati ule Danieli alirushwa ndani ya moto, mfalme alisema namna gani? Ndani ya moto, mbona tunaona kwamba huyu mwingine anakaa kama mwana wa nani? Wa Mungu. So mwana wa Mungu alikuwa, Jesus Christ is the Son of the living God. Alikuwa. Sasa hapa tunaposoma ya kwamba inasema ya kwamba God, hapa inazungumzia ya kwamba John anasema ya kwamba hizo three unclean spirits. So katika hizo inazungumzia about roho za mashetani. Hizo ndizo roho za mashetani. Jinsi tuliona katika Timotheo na tumeona hapa ya kwamba zinakuwa ni tatu, is three unclean spirits as we can see. Sasa utaweza kuona ya kwamba hata mwana wa Mungu alikuwa anaonekana wakati kabla hajazaliwa na Mariamu. Alikuwa anaonekana. Tunaona mfalme alimuona akiwa ndani ya moto. Unaona? Aliweza kumuona. Sasa swali kuuliza hivi. Je, wewe ni hekalu ya Roho Mtakatifu? Na Roho wa Mungu anakaa ndani yako? If you don't have the Son of God, who is your high priest, the high priest of the human temple, who is your high priest? Is it the Son of God, or God the Son, or God the Holy Spirit? Who is your high priest? Only the Son of God is the high priest of the human temple. Now, tusome katika kitabu cha Hebrews 4:14-16 nasema, therefore, since we have great high priest who has ascended unto heaven,
Jesus, the Son of God. Let us hold firmly to the faith we profess. Hallelujah. Inasema hivi, therefore, since we have great high priest, tuko na kuhani mkuu ambaye alipaa kwenda mbinguni, naye ni mwana wa Mungu. Anasema basi tushikilie sana imani ambayo tunayoifanya namna gani? Kuihubiri. Imani ambayo tunaishuhudia tushikilie sana. Nani? Jesus Christ as your high priest, sio mwingine. Ukishikilia mwingine, ukiuacha mwingine akuwe ndio high priest katika hiyo tembo, basi inamaanisha kwamba utakufa bila matumaini. Yesu anasema kwamba nilikuja ili wawe na uzima. Yesu pekee ndiye akona uwezo wa kuwapa watu uzima. Anasema mimi ndiye njia, ukweli na uzima. Kwa hivyo Yesu yeye ndiye kuhani mkuu ambaye ni hekalu, la mwanadamu, the human temple. Unaona? Yeye ndiye anayefaa kukaa pale ndani, yeye ndiye anayekuombea, yeye ndiye anayetusaidia hata kuomba. Yeye ndiye anatusaidia hata kuomba, kutupresent mbele ya Baba yake. Yeye ndiye anayetuombea. Kwa sababu kwani alikuwa akiombea watu. Sasa katika hekalu hili ambalo lilihamishwa kutoka kwa structure likakuja katika mwili, Yesu mwenyewe akatawazwa kuwa kuhani wa ile hekalu ambayo ni wewe na mimi. Yeye Yesu ndiye anafaa kukuwa kuhani wa hiyo hekalu ili akusaidie kufanya upatanisho wako wewe pamoja na Baba yake. Unaona? Ndio unaposoma katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa kwanza kuendelea, uende mpaka hata 24. Utaona kwamba Yesu anaendelea kuombea wanafunzi wake kwenda kwa Baba yake. Nikiona sisi kutoka mstari wa kwanza anaanza kusema Baba, saa imefika. Anasema nitukuse mimi mwanao nami nikutukuse wewe. Wale watu ulionipa walikuwa wako, ni wako na ni wangu. Ulinipa ili niwape uzima. Anamuuliza, uzima wa gani mwanangu? Uzima wa milele ndio wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, pamoja na Yesu mwanao uliyofanya nini? Uliyemtuma. Je, uko na Yesu ndani katika ile hekalu? Ama umetafuta mwingine wa kumreplace? Kama kuna mwingine ambaye aliweza kuchukua nafasi ya Yesu katika maisha yako, basi hauna ushirika na Yesu. Sasa katika kitabu cha Wathesalonike wa pili fungu la 4 inazungumzia kuhusu the man of sin. Inasema hivi 4, nikisoma Wathesalonike wa pili 2 mstari wa 4 inasema the man of sin, it's talking about the man of sin who opposes and exalts himself above all that is worshipped, so that he as God sit in the temple of God, showing himself that he is God. Sitting in the temple of God. Nataka mshika hapo. Sitting in the temple of God, who opposes and exalts himself above all that is worshipped, so that he as God, as we saw earlier in the book of Revelation 21-22 says, God Almighty and the Lamb are the temple. And now the first says in this 2 Thessalonians 2:4, he says that the man of sin who opposes and exalts himself above all that is worshipped,
so that he as God sit in the temple of God, showing himself that he is God. So tumeona ya kwamba katika kuabudu, katika ibada, katika hekalu la mbinguni, Mungu Baba na mtoto wake ndiye hekalu. Sasa kuna huyu ambaye naye pia anataka kufanya nini? Kupata nafasi ya kuabudiwa as the third person. Have you seen what you call the third person in the Godhead? Godhead means divinity, divine nature, sio kwa wingi. Godhead is not the Trinity, and the Trinity is not Godhead. Have you seen? Inasema naye uketi ndani ya hekalu la Mungu na kujiinua nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Unaona hiyo? Na yeye sio yeye pekee, yule ambaye anayeongoza watu ya kwamba amechukua nafasi ya Mungu, ambaye is the man of sin, the man of perdition, mwana wa uharibifu. Inasema yule pingamizi anajiinua nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu, na uketi ndani ya hekalu la Mungu na kujifanya kana kwamba yeye ndiye Mungu. Yeye ambaye ametangulia mbele ya kwamba akachukua nafasi ya Mungu na akiongozwa na shetani ambaye ndiye baba yake. Sasa unaposoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 2 mstari wa 18, nao inasema hivi, dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Kuna watu ambao wamekuja. Maandiko yalisema wazi ya kwamba mpinga Kristo atakuja. Yesu mwenyewe alionya kwamba kutakuja kuwa na mwenye anampinga Kristo. Na yule ambaye alikuwa anampinga Kristo sio mwingine bali ni yule ambaye alikuwa anampinga kutoka mbinguni, na ni Lucifer. Nayo huyu mpinga Kristo nako na yule ambaye anaye msaidia kazi, anayeongoza watu ili kuweza kumwabudu shetani, yeye pia anampinga Kristo. Na huyu mpinga Kristo, na katika hii njia tumeambia kwamba hivi ndivyo tutajua kwamba hizi ndizo masaa ya mwisho, ndizo dakika za mwisho kufungwa kwa historia ya ulimwengu huu. Wapendwa, amuoni ya kwamba shetani anataka kuchukua nafasi ya Yesu katika maisha yako? Je, wewe unaamini Yesu ni nani? Wapendwa, inasema hivi, inaendelea kusema kwamba hivi ndivyo tunajua ya kwamba kweli ni siku za mwisho, kweli ni masaa ya mwisho kwa kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Unaposoma katika kitabu cha John, 1 John 2:22, inasema hivi, na hao ambao wanajaribu kudanganya watu na kumuondoa Kristo katika maisha yao, yaani shetani kuchukua nafasi ya Yesu katika maisha yao, nao wanafikiri wako sawa. Na ukiwaambia mtu hapana, hivi sio yasemavyo maandiko, anakuambia hapana, wewe ndio umepotea. Maandiko yako wazi, wapendwa. Soma Biblia, uombe Mungu akusaidie ili kuweza kujua ni nini ndio mapenzi ya Mungu na ni nini Mungu anasema. Tusome katika kitabu cha Yohana wa kwanza fungu la 2 mstari wa 22. Inasema hivi, who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is the Antichrist who denies the Father and Son. Je, wewe ambao unaamini utatu, do you believe that Jesus Christ is the Son of the living God? And when the disciples were asked, Jesus Christ, if they know Jesus Christ, how they know Jesus Christ? Who is Jesus Christ? Peter said,
you are the Son, you are the Christ, the Son of the living God. And now, at this time of the end, siku hizi za mwisho, watu wamekuja wengi na wako wengi. There are so many antichrists. Wapinga Kristo ni wengi. There are so many, you cannot number even them. You cannot number. There are many. Hata wengine hata hawajui kama huwa wao ni wapinga Kristo. Wanafikiri ya kwamba wakimpandisha vyeo Kristo watakuwa wakimuita majina watakuwa wamempandisha cheo. Kumbe ni kumdunisha mwana wa Mungu. Kumbe ni kuzuia wengine ili wasiweze kumtambua Kristo. Shetani amewapofisha macho. Wapendwa, hawawezi kumuona mwana wa Mungu kama mwana wa Mungu. They don't honor the Son of God as the Son. Wanamheshimu kama kitu kingine, sio Mungu, sio mwana wa Mungu. Wanampea sifa ambazo hajapewa na baba yake. Nasema hivi, who is the liar but he who denies that Jesus is Christ? Yule ambaye ni nani mdanganyifu? Bali yule ambaye anayekataa Yesu kuwa ni Kristo. Yeye ndio mpinga Kristo ambaye anakataa Baba na Mwana. Leo hii ujue ya kwamba kama unakataa mwana wa Mungu kuwa Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, ukamuita Mungu mwana, ukasoma Biblia reverse, ukamuita Mungu mwana, badala useme jinsi Biblia inasema mwana wa Mungu, yeye mwenyewe anasema mwana wa Mungu, Mungu anamuita mwanangu mpendwa. Kama wewe mtambui kwa njia ya jinsi namna hiyo, basi inamaanisha wewe ni mpinga Kristo. Wewe ni mpinga Kristo ambaye wewe unamkataa Baba na Mwana, kulingana na vile John 3:16 nasema huyo ndiye aliyetumwa ili kila mtu amwaminie asipotee bali uwe na uzima wa milele. Unakataa yule ambaye pekee kwake yeye ndio utapata wokovu, basi wewe ni mpinga Kristo. Na unajua yule ambaye anampinga Kristo mwisho wake, unaposoma katika hiyo kitabu cha Wathesalonike anasema huyo mpinga Kristo Yesu akija atamuua kwa pumzi ya kinywa chake. Kwa hivyo hata wao wote watawao kwa pumzi ya kinywa cha mwana wa Mungu. Sasa Yesu aliweza kutabiri kuhusu na Jesus predicted of the abomination, yaani kuhusu uovu ambao utakaofanyika katika siku za mwisho, ambao utafanyika katika mambo ya ibada. Akaweza kuonya. Mara ya kwanza aliweza kuonya katika mwaka wa 31 AD, aliweza kutabiri anguko la kuangamizwa kwa hekalu ya Yerusalemu. Na ilipofika mwaka wa 70 AD, ili unabii huu ukaweza kutimia. Na hivyo nasi pia tumepewa aliweza kutabiri katika siku za mwisho katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 15. Anasema hivi, when therefore, Matthew 24:15, when therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whosoever readeth, let him understand. Ukiona lile chafuko lililonenwa na nabii Danieli limesimama mahali patakatifu, asomaye na afahamu. Patakatifu pa Mungu, mapendo, mnajua ni wapi? Patakatifu pa Mungu ni hekalu. Kitabu cha Psalms 77:13 says, "Thy way, O God, is in the sanctuary, who is so great a God as our God." Njia zako Mungu si katika patakatifu pako, ambaye ni mkuu kama Mungu wetu.
Who is the sanctuary? The Father and Son. The sanctuary, Revelation 21:22, tuliweza kuona hapa kwamba God Almighty and the Lamb are the temple, and the way of the Lord is in the sanctuary. When you compare those two verses, Revelation 21:22 and Psalm 77:13, utaweza kuona ya kwamba patakatifu pa Mungu ndiye hekalu. Sasa ukiona chafuko la uharibifu limesimama mahali patakatifu, yaani kuna kitu kingine ambacho kinaabudiwa kando na Mungu, mahali pa Mungu wanafaa kuabudiwa, yule asomaye na afahamu. Je, wewe unasoma? Yule asomaye afanye nini? Afahamu. Wale walio na hekima ya Mungu ndio wanaweza kuelewa mambo ya Mungu. Maana mambo ya Mungu hayawezi kueleweka kwa mtu ambaye ako mtu wa kawaida. Hawezi kuelewa mambo ya Mungu kwa sababu mambo ya Mungu ni mambo ya kiroho. Only those ones who have wisdom from God, they will understand of the doctrines. Wataelewa maandiko. Wataelewa nini Mungu anasema. Now, Isaiah 9:15. Isaiah 9:15. And it says, the ancient honorable, he is the head. Yule ambaye ako kiongozi wa kanisa, kichwa ya kanisa ambalo inaabudu miungu, ni yule mzee ambaye anayeheshimika. Ni yule mzee ambaye anayeheshimika. Yeye ndio kichwa. Tunaona ya kwamba the head of the church is Jesus Christ. And the head of those ones who worship idols is that man. The man of sin in the book of Thessalonians. The book of Thessalonians says the man of sin. 2 Thessalonians 2:4. Kiteremka inazungumzia about the man of sin. But when you read the book of Isaiah 9:15, utapata njia ambayo kwa uzuri kabisa, you can see that man, the man of sin is the head. The man of sin, the ancient honorable, he is the head. And the prophet that teach lies is the tail. Yes. Prophet that teach lies is the tail. Yaani yule kiongozi ndio kichwa ya waabudu sanamu. Na yule ambaye wale ambao wanaofuata jinsi ambavyo anavyosema, wale viongozi ambao wako chini yake ndio mkia. Na unapoendelea katika kitabu cha Isaiah 16 inasema, for the leaders of these people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. They will make sure that you have received. Inasema, for the leaders of the people cause them to err, and they that are led of them are destroyed. Wale ambao wanaoongozwa na viongozi hawa wameangamia. Kama kiongozi wako anakuambia kuna miungu mingine mitatu hapo inasaidia Mungu kukua Mungu, then it means ya kwamba utapotea. Tayari ushapotea. Maandiko yanasema ya kwamba wale waliompokea waliupewa uwezo wakawa wana wa Mungu. Wanaomkataa wamehukumiwa. Wanaomkataa Yesu wanahukumiwa. Wanaomkubali wanafanyika kuwa wana wa Mungu. Ndio hao wanaitanishwa kwa jina lake. Sasa wale ambao wanaoongozwa na hao viongozi ambao
wanaongoza watu kuabudu miungu watapotea, pamoja na wale ambao wanaofundishwa kuabudu miungu pia watapotea. Kwa nini wapotee? Unaporudi katika kitabu cha Wathesalonike inasema kwa sababu hawakuipenda ile kweli wapate kuokolewa, kwa hivyo Mungu hawapa nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote. Je, wewe unapenda ile kweli? Je, wewe unampenda Kristo? Kristo ni kweli. Yeye ni ukweli na yeye ni uzima. Sasa yeye ndiye anayeokoa. Yeye ndio wokovu wetu. Kwa hivyo hawakumpenda Yesu ili wapate kuokolewa. Kwa hivyo Mungu hawapa nguvu ya upotevu. The God of this world who blinds the mind of God's people. Is Satan. Satan blinds the mind of God's people. Kwa hivyo hao watapotea kwa sababu hawakumpenda Yesu ili aweze kuwaokoa. Kwa hivyo Mungu hawapa nguvu za upotevu ili waamini nini? Uongo. Je, unaamini ukweli ama unaamini uongo? Kama unaamini uongo, basi ina maana ya kwamba utahukumiwa na utaangamia. Na maandiko inasema tayari umefanya nini? Umeangamia. Kwa hivyo yule ambaye atakubali kuangamia ni yule ambaye amekataa kufuata kulingana na jinsi Mungu anaagiza. Sasa hawa viongozi kila ambacho watakachofanya si kana kwamba watakusaidia ili uweze ukaokolewa, bali wanakusaidia ili uweze kuangamia. They will make sure that you have received the mark of the beast and you will be lost. Utaangamia. They will make sure that you have received the mark of the beast and you will perish. Now, unaposoma katika kitabu cha Wakorinto wa pili fungu la 6 mstari wa 14 na 15 inasema hivi: Be ye not equally yoked with unbelievers. Be ye not unequally unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Hayo ni maswali. And what concord Christ with Baal? Or what part hath he that believeth with an infidel? Kuna ushirika gani kati ya aliyeamini na asiyeamini? What agreement had the temple of God with idols? Kuna ushirika gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? For you are the temple of God, as God had said, I will dwell in them and walk in them. Nitakaa ndani, Mungu anasema kwamba nitakaa ndani yenu na katikati yenu nitatembea. Nitakuwa baba, I will be the father and they shall be my people. Mimi nitakuwa Mungu wenu nanyi mtakuwa wanangu. Sasa unapoenda katika, tumeona kwamba Mungu anasema kwamba kuna ushirika gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu. Kama wewe ni hekalu la Mungu,
mbona uabudu miungu? Unajua ya kwamba Mungu anachukia ibada za miungu na wale ambao wanaoabudu miungu wataangamia. Je, unajua hivyo? Sasa Yesu anasema namna hii. Anasema hivi katika kitabu cha Wakorintho wa pili fungu la 6:17 anasema, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, I will receive you. Anasema kwamba tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Ondokeni kwa watu ambao wanaoabudu miungu. Ondokeni kwa watu ambao wanaabudu shetani. Yule ambaye anafaa kuabudiwa ni Mungu pamoja na mtoto wake. Ndio sababu tunaambia kwamba uzima wa milele ni kumjua Mungu pamoja na mwanawe. Kando na hiyo hakuna wokovu. Kando na hiyo hakuna uzima, kwa sababu kupitia kwa njia hiyo ndio tunaokolewa. Kupitia kwa njia hiyo ndio tunapata uzima wa milele. Kwa hivyo hebu na Mungu asidi kuwabariki mnapoendelea kutafakari hayo. Tena tukutane kwa lesson nyingine. Asante na Mungu asidi kuwabariki.